Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Sekta ya magari ya China yaendelea kuonyesha ukuaji mkubwa. China yapiga hatua kubwa katika sekta ya nishati mbadala. Na meli hospitali ya jeshi la majini la China yawasili Papua New Guinea kwa ziara ya kirafiki. Kwa haya na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Sekta ya magari ya China inaendelea kuonyesha ukuaji mkubwa katika soko la kimataifa, huku wazalishaji wakuu wakivunja rekodi za mauzo nje ya nchi mwezi Machi. Ukuaji huu unachochewa si tu na ongezeko la uzalishaji, bali pia na ubunifu wa kiteknolojia na ushirikiano na washirika wa kimataifa. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Kampuni ya BYD iliripoti mauzo ya magari ya abiria na yale aina ya pickup yapatayo 119,500 nchi ya nchi mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Nayo kampuni ya Chery Group iliuza nchi magari 1,148, ongezeko la 72% mwaka hadi mwaka, na kuweka rekodi mpya ya mauzo ya mwezi mmoja kwa chapa ya Kichina. Chang'an Automobile pia ilifikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea, ikiuza zaidi ya magari 1,103 nchi ya nchi, huku Geely nayo ikiuza magari 81,000, ikiwa ni ongezeko kubwa la 120%. Kampuni ya Great Wall Motors nayo ilifikia mauzo ya magari 47,000 nchi ya nchi, ambayo ni 44% ya mauzo yake yote. Wakati huo chapa za China zinatumia kwa nguvu wasambazaji wa kimataifa ili kuboresha zaidi ubora wa ushindani wao. Mjini Shanghai, kampuni ya kimataifa ya vipuri ilionyesha kamera yake ya gari ya kisasa ya kizazi cha 4 yenye kazi nyingi, ambayo inapokea ongezeko kubwa la oda kutoka chapa kadhaa za magari ya China mwaka huu. Monthly production of this product used to hover around 100,000 to 200,000 units. This year, orders have surged past 250,000 units per month. By deploying R&D locally in China and collaborating closely with Chinese brands and exploring global market, we are sharing our strengths with countries around the world. Ubunifu wa kiteknolojia unaendelea kuwa nguvu kubwa inayochochea kasi hii ya mauzo. Katika mji wa Ningbo, mfumo wa msaada wa dereva wa hali ya juu wa Geely unaojulikana kama Jiangli Haohan hivi karibuni uliidhinishwa na kanuni ya Umoja wa Mataifa, ambayo ni kiwango cha kimataifa cha usalama wa magari. Idhini hii ina maana kwamba magari yenye mfumo huo yanaweza kuingia katika masoko ya Umoja wa Ulaya kwa urahisi zaidi bila kuhitaji udhibitisho wa kila nchi moja. China's auto industry now has a complete industrial chain, world-leading electrification and intelligence technologies, and the ability to iterate rapidly. This gives us the confidence to export not just products, but also Chinese technology, standards, and business models to global markets. China imepiga hatua nyingine kubwa katika sekta ya nishati mbadala baada ya kuanzwa rasmi ujenzi wa mradi wake wa umeme wa upepo baharini. Mradi huu unaotarajiwa kuongeza uzalishaji wa nishati safi unaonyesha dhamira ya China katika kuimarisha matumizi ya nishati endelevu na kupunguza uzalishaji wa hewa chafu duniani, kama anavyoripoti Hamis Darwesh. Mradi huu wa upepo upo kusini mwa kisiwa cha Hailing na una uwezo wa megawati 500, ukienea katika eneo la bahari la kilomita za mraba 54 na kina cha maji kati ya mita 46 hadi 50. Kituo cha shamba hili la upepo kiko umbali wa kilomita 82 kutoka nchi kavu, huku sehemu yake ya mbali zaidi ikiwa kilomita 89 kutoka ufukweni. Shamba hili la upepo litakuwa na mitambo 31, kila mmoja ukiwa na uwezo wa megawati 16.2, jambo linaloufanya kuwa matumizi ya kwanza makubwa ya aina hii ya mitambo nchini China. Mradi huu utatumia data kubwa na algorithi za kisasa kufuatilia hali ya mitambo, kubaini hitilafu na kuratibu uendeshaji, kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa 1% hadi 2%, kupunguza hitilafu kwa 20% na kuongeza mapato kwa 5% hadi 10%.
Mara tu utakapokamilika, utazalisha takriban kilowati saa bilioni 1.6 za umeme safi kila mwaka, kiasi kinachotosha kuhudumia mahitaji ya takriban familia 1700. Mradi huu unatarajiwa kuokoa zaidi ya tani 1500 za makaa ya mawe ya kawaida na kupunguza uzalishaji wa kaboni kwa tani milioni 1.2 kila mwaka, hivyo basi kuchangia mabadiliko ya nishati katika ukanda wa Greater Bay. Mji wa teknolojia wa kusini mwa China Shenzhen umeibuka kama kitovu kipya cha majaribio ya mfumo wa kampuni ya mtu mmoja au OPC, ambapo waanzilishi wanatumia akili bandia kuendesha biashara ndogo zenye ufanisi mkubwa. Tangu kufunguliwa kwa mfumo maalum wa usajili wa OPC mwezi Machi, maombi 17,000 yamewasilishwa ndani ya siku 10 pekee, ikiwa ni ishara ya kasi ya ukuaji wa biashara zinazoendeshwa kwa msaada wa AI nchini humo. Simiyu Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Mfumo wa OPC ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kupunguza vikwazo kwa wajasiriamali wanaokumbana na gharama kubwa na upungufu wa wafanyakazi wenye ujuzi. Frank Feng, mwanzilishi wa Gigaway, anaonyesha namna mfumo huu unavyoweza kubadilisha ofisi ndogo kuwa mashine za ukuaji wa biashara. People will consider OPC as one-person company, but it actually refers to startups with no more than 10 people. Our company runs a recruitment platform for SMEs. By combining AI technology with community operations, we help startups and SMEs boost their employer branding, increase their visibility, and match job seekers with employers accurately, achieving precise hiring. Shirika la Plug and Play China lililoingia sokoni mnamo mwaka 2016 limeanzisha jamii maalum ya OPC katika wilaya ya Lohu. Katika wilaya ya Nanshan, kitovu cha teknolojia ya hali ya juu, jamii ya AI imekuwa moja ya vituo vikubwa vya kukuza ubunifu. Hapa ndipo Zhu Shanwei, mhitimu wa shahada ya uzamifu, alipoanzisha OPC yake. Ndani ya miezi michache, biashara yake ilikuwa kutoka dawati moja hadi ofisi binafsi, huku bidhaa yake kuu, bangili janja ya kukusanya data, ikiwa tayari kufikia hatua za uzalishaji mkubwa. Serikali ya Shenzhen imeanzisha huduma maalum kusaidia OPC, huku miji mingine kama Beijing, Shanghai, Jiangsu nayo ikianzisha sera na vivutio vya kusaidia mfumo huu. Hatua hii inaonekana kuwa kichocheo kikubwa cha kuwapa vijana fursa ya kutimiza ndoto zao kupitia biashara zinazoendeshwa na teknolojia ya kisasa. When I first started my business, I was truly on my own. I had to handle every aspect of the company by myself. AI technology helped enhance my capabilities and assisted with many tasks. As our business gradually expanded, our RD team kept growing. We were no longer a simple, narrow-defined one-person company. We evolved from a one-person company to a one-project company. Our technology is highly focused, and we keep iterating our products. Sekta ya huduma nchini China inaibuka kwa kasi kama injini mpya ya ukuaji wa uchumi, ikichochewa na mabadiliko ya kiteknolojia na ongezeko la ubora wa huduma. Kuanzia huduma za uzalishaji hadi zile za watumiaji, mageuzi haya yanaifanya sekta hii kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha ushindani wa uchumi wa China katika ngazi ya kimataifa. Nilizamia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mara ya kwanza ya mwaka huu, ripoti ya kazi ya serikali ya China imeweka msitizo maalum wa kupanua uwezo wa kuboresha ubora wa sekta ya huduma. Ripoti hiyo inahimiza maendeleo ya huduma za uzalishaji kama vile fedha, teknolojia ya habari, usafirishaji wa kisasa, haki miliki na huduma za upimaji, huku pia ikihamasisha huduma za watumiaji kuwa za kiwango cha juu, zenye utofauti na zilizo rahisi kupatikana. The goal is a dual track upgrade. Producer services become more specialized and high-end, while consumer services turn more convenient and quality-driven. This is how services become a true growth engine. Katika huduma za uzalishaji zinazohusiana na viwanda, kampuni za China zinaendelea kupiga hatua kubwa. Mfano mzuri ni kampuni ya Chongqing Chongsheng Aviation Engine Manufacturing, ambayo imepanua shughuli zake kutoka utengenezaji wa vipuri hadi kutoa huduma kamili za anga, kuanzia usanifu, uzalishaji, matengenezo hadi mafunzo, yote katika mfumo mmoja. Mabadiliko haya yanaonyesha namna huduma maalum zinavyoongeza
kuongeza ushindani wa kampuni. Mageuzi ya kidijitali yanaendelea kuharakisha mabadiliko haya, huku teknolojia kama akili bandia, kompyuta za wingu na uchambuzi wa data kubwa zikibadilisha huduma za viwandani na zile za watumiaji kwa kiwango kikubwa. Katika eneo la utalii na matibabu la Baolicheng mkoani Hainan, wagonjwa sasa wanapata matibabu ya kisasa ambayo bado hayajapatikana katika maeneo mengine. Mfumo huu unaleta ubunifu wa kimataifa wa matibabu kwa wagonjwa wa China kwa haraka zaidi, kwa viwango vya kimataifa na huduma zinazolenga mahitaji binafsi ya kila mgonjwa. Global medical innovation to Chinese patients. Faster approvals, international standards, personalized care, quality and convenience together. Mabadiliko haya tayari yanaonekana katika sekta mbalimbali. Mifumo ya ugavi iliyoimarishwa inapunguza muda wa usafirishaji wa wazalishaji. Huduma za afya kwa njia ya mtandao zinapanua upatikanaji wa matibabu katika jamii za vijijini, na teknolojia za kifedha zinafanya huduma za fedha kufikika kwa urahisi zaidi. Kwa pamoja, ubunifu huu unaonyesha jinsi kuongeza uwezo na kuboresha ubora kunavyobadilisha sekta ya huduma kutoka nafasi ya kusaidia tu hadi kwa kichocheo kikuu cha awamu mpya ya ukuaji wa uchumi wa China. Meli ya hospitali ya jeshi la amani la China Silk Road Ark imewasili katika mji mkuu wa Papua New Guinea, Port Moresby, Jumatano wiki hii. Meli hii inafanya ziara ya kirafiki ya siku 7 nchini humo. Tom Njala ana maelezo zaidi. Hii ni moja ya vituo vya meli hiyo katika mpango wake wa Harmony Mission 2025 na ni mara ya 3 kwa meli ya hospitali ya kijeshi ya China kutembelea Papua New Guinea. Safari hiyo ya siku 220 inaashiria awamu ya 11 ya mpango wa Mission Harmony tangu mwaka 2010, na pia ni safari ya kwanza ya kimataifa kwa meli ya Silk Road Ark, ambayo ni meli ya pili ya hospitali ya China iliyobuniwa na kujengwa nchini humo, yenye uzito wa tani 10,000 na uwezo wa kusafiri bahari kuu. Katika kipindi cha ziara hiyo, meli hiyo itatoa huduma za matibabu kwa wagonjwa, kuendesha kliniki za jamii pamoja na kutoa msaada wa vifaa tiba. Aidha, vikosi vya madaktari vitatumwa kufanya uchunguzi wa afya kwa wanajeshi wapya wa jeshi la ulinzi la Papua New Guinea. Meli hiyo iliondoka katika mji wa Guangzhou, mkoa wa Fujian, mashariki mwa China mnamo tarehe 5 Septemba mwaka uliopita kwa ajili ya ujumbe wa kibinadamu wa huduma za afya katika maeneo ya Pasifiki Kusini na Amerika ya Kusini. Maua mabichi kutoka mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa China yanazidi kujipatia umaarufu katika soko la kimataifa, yakisukumwa na matumizi ya teknolojia za kisasa za kilimo, mifumo bora ya usambazaji pamoja na kuongezeka kwa mahitaji duniani. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Maua mabichi yaliyochanua kutoka mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa China yanaibuka katika uwanja wa dunia, yakichochewa na teknolojia za kiuvumbuzi za kilimo, ufanisi wa ugavi na ongezeko la mahitaji kimataifa. Katika bustani ya kisasa ya maua mjini Lijiang, safu za mawaridi, yungiyungi na carnation zinashamiri ndani ya nyumba maalum za kisasa za kijani, zikiendeshwa na udhibiti wa kisasa wa hali joto na mifumo inayoingiliana na maji na mbolea. Kwa mujibu wa Zhang Lihui, meneja wa bustani hiyo, eneo la bustani hiyo inachukua karibu ekari 73.33 na lina mita 300,500 za nyumba za kisasa za kijani, zikiwa na usimamizi wa kisasa
wa hali joto na mifumo inayoingiliana na maji na mbolea kuongeza mavuno na kuhakikisha ubora wa bidhaa. Tangu kuanzishwa kwa bustani hii, inashirikiana na jamii ya Guifeng katika wilaya ndogo ya Hainan kutoa ajira tulivu za muda mrefu kwa zaidi ya wakazi 300 wa huko. Zaidi ya 130 kati yao wamepata vyeti vya utaalamu wa ujuzi kama wavunaji wa maua na wafungashaji, na kubadili kwa mafanikio kutoka wakulima wa jadi hadi wafanyakazi wenye ujuzi katika sekta hiyo. Ushawishi wake unaonekana kidhahiri. Tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2024, kipato cha ziada cha mtu baada ya malipo ya kodi ya masuala ya kijamii katika jamii ya Guifeng kiliongezeka karibu mara 2 kutoka yuan 16,000 hadi yuan 29,000. Licha ya uzalishaji, bustani hiyo imeanzisha utalii wa kilimo. Wageni wanaweza kujifunza mitindo ya maua, kuokoa vitafunwa vya waridi ama kutengeneza mashada ya maua, kuboresha uzoefu wa utalii katika moja ya maeneo ya kuvutia zaidi nchini China. Mbali na hayo, kila siku mamilioni ya vikonyo vinasafirishwa kwa ndege kwenda Kunming, mji mkuu wa maskani ya kituo kikubwa cha mnada wa maua barani Asia, na soko la maua la Dou'an, ambako wafanyabiashara wanajadiliana makubaliano katika muda halisi. Mwingiliano huu tulivu wa kilimo cha kisasa, ufanisi wa ugavi na muunganiko wa dunia umepeleka maua ya Yunnan katika uwanja wa kimataifa. Hii leo, biashara ya nje ya maua ya Yunnan imeshamiri na kufikia zaidi ya nchi na sehemu 50. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mwisho kabisa basi ni kwamba ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunaoletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Di er ke, ni jiao shenme? Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Wo. Niambie, ipi ni sahihi? Di ge. Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Jiao. Niambie, ipi ni sahihi? Di er ge. Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi.
Tafadhali andika pamoja nami. 很 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 他 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 神 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. Ipi ni sahihi? 你叫什么？第二个，我叫月月。认识你很高兴。第一个，认识你很高兴。你好。第一个，你好。老师好。第二个，你好。Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.